Usisahau kusubscribe. Tangu tuanze kuripoti mizozo mbalimbali au migogoro mbalimbali ambayo imekuwa ikitokea kwenye pande mbalimbali za dunia, pengine huenda tumekuwa tukijiuliza maswali mengi sana magumu ambayo kimsingi kwa haraka haraka hayajawahi kupata majibu ya moja kwa moja ambayo yanahusiana na sababu na malengo ya Marekani kujiingiza katika migogoro mbalimbali ya kiulimwengu ambayo inaufanya ulimwengu unashindwa kuwa na utulivu. Na siku moja tukawa kwenye group letu la Team Russia tunajadili kwa pamoja, tukasema hakuna siku Marekani atakuja kulisaidia taifa fulani eti kwa sababu anasema analipenda sana ardhi ya taifa hilo, anawapenda sana raia wa taifa lile, au anahitaji kuwalinda kwa kiwango hicho. Na huo ulikuwa ni moja kati ya mjadala mkubwa sana, lakini positive news, watu walikuja wakasema Marekani anachofanya yeye ni mzee wa fursa. Yani Marekani yeye huwa anatazama fursa katika kila mgogoro uliopo, na ndio maana migogoro mingine huwa anaitengeneza kwa ajili ya kuzitengeneza hizo fursa ambazo watu wengine wanaweza wasizione. Sasa tunayo ripoti moja hapa ambayo sasa nadhani inatupa majibu ya moja kwa moja juu ya ambacho kinafanywa na Marekani. Lakini kabla niwaambie kile ambacho kinatokea huko Marekani, kinachofanywa na Marekani ni kwamba Iran imelipiza mashambulizi yaliyofanywa na Marekani kwa kufanya mashambulizi makubwa sana, ambayo mashambulizi haya yameharibu maeneo mbalimbali ya maeneo ambapo kuna kambi za Marekani. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba vikosi vya wanamapinduzi ya Kiislamu ya Iran wamefanya mashambulizi katika miundombinu mbalimbali kule Mashariki ya Kati, kwa maana kwenye mataifa mbalimbali ambayo yana ushirika wa moja kwa moja na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na vikosi vya wanamapinduzi ya kule Iran, wamefanikiwa kufanya uharibifu kwenye moja kati ya meli kubwa sana ya kivita Marekani, inafahamika kama US Navy Fifth Fleet, ambayo inapatikana pale Bahrain. Hiyo meli imeshambuliwa vibaya mno na Iran na imeharibiwa sana, na hii inatokea baada ya Marekani kufanya mashambulizi ambayo walishambulia Iran katika maeneo mbalimbali. Na rais wa Marekani bwana Donald Trump usiku wa Jumatatu alisema kwamba tunakwenda kuishambulia Iran vibaya mno usiku, na tunakwenda kuishambulia pia siku ya Jumanne. Sasa wa Iran wakaamua kuijibu hiyo mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani. Kwa hiyo Iran wao sasa hivi wana hiyo habari ya kushambuliana, tunashambuliana. Na jambo jingine ambalo tumeona wa Iran wamelifanya ni kwamba pia wamefanya mashambulizi pale Jordan, mashambulizi ambayo ni makubwa pia, ambayo yamelenga maeneo mengi ambayo yana miundombinu ya Marekani kule Jordan. Kwa hiyo ni moja kati ya ripoti nyingine ambayo imekuwa ikisambaa sana kutokana na kile ambacho kinafanywa na Iran pamoja na huyo Marekani. Sasa nikawa nimwambia kuhusiana na hiyo issue nyingine ambayo nikasema Marekani hakuna eneo ambalo anaweza akafanya kitu eti kwa sababu ana love na wananchi wa maeneo hayo. Ili ni jambo ambalo kindly haliwezekani kabisa kabisa. Sasa kupitia katika taarifa ambayo imetolewa, taarifa rasmi inaeleza kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump sasa ameamua kufunguka kinaga ubaga na kuyataka mataifa ya Ghuba yalipie ulinzi wa Marekani dhidi ya Iran. Sasa hili ndilo eneo ambalo pengine Marekani walikuwa hawajalizungumza, lakini sisi tulikuwa tunalizungumza kwamba Marekani kuna kitu ambacho anakihitaji. Mtakumbuka Marekani alianza na ule mpango, akasema tunataka kuondoa viongozi wote wa kule Iran, zile top layers za viongozi kule Iran. Lakini baada ya kuwa ameondoa zile top layer, tuliona Iran ikawa imara kuliko kipindi kingine chochote kile cha taifa hilo la Iran. Baadaye wakasema wanataka kuondoa zile depleted uranium na zile enriched uranium. Wanasema kwa sababu Iran anaweza akatengeneza mabomu ya nyuklia sana wakati wowote ule, na wa Iran wakasema hilo ni jambo ambalo haliwezekani, na kwenye vile vipengele 14 ambavyo waliingia makubaliano wakisema hicho kipengele hakitakiwi kabisa. Wakaenda mbali zaidi wa Marekani, wakasema Marekani inatakiwa itume timu ya wachunguzi wa masuala ya atomic na masuala ya nyuklia kwenda kule Iran, waende wakakague kwenye maeneo mbalimbali ya Iran kama Iran inatengeneza nyuklia au la.
wa Irani wakajibu moja kwa moja wakasema, kama Marekani mnataka kutuma watu hao nchini Irani kufuatilia juu ya hicho ambacho mnakizungumza, basi sisi tunakwenda sisi wenyewe, hatutumi mtu, tunakwenda wenyewe mpaka kule Israel kwenda kuona kama Israel inazalisha silaha za nyuklia pamoja na mambo mengine. Wa Marekani wakafyata mkia wakasema hapana, hilo jambo haliwezekani. Sasa rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema yale mataifa yaliyopo katika ile ghuba ya Uajemi sasa yanatakiwa kulipia ulinzi ambao Marekani inautoa dhidi ya vitisho kutoka Irani. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Anasema, naomba kumnukuu, ndani ya mwezi mmoja tangu siku tulipowashambulia, wangekuwa na silaha za nyuklia kama tusingefanya hivyo. Kama wangekuwa na silaha za nyuklia, Israel huenda isingekuwepo tena na pengine hata Mashariki ya Kati isingekuwa salama tena. Rais wa Marekani bwana Donald Trump amezungumza wakati akizungumza na waandishi wa habari, na Trump akaenda mbali zaidi, anasema nataka tulipwe kwa sababu tunalinda sehemu tajiri sana duniani, tunatumia fedha nyingi, hivyo nchi tunazozilinda zinapaswa kutulipa kwa ulinzi huo. Sijui sasa kama mnaelewa sababu za Marekani pamoja na mambo mengine kuwepo Middle East ni kutengeneza mazingira ya yale mataifa yote yaliyopo Middle East yaone hayako salama, halafu wao waje wa introduce hiyo tariff ambazo wanataka kuzitoa. Na rais wa Marekani bwana Donald Trump ameyataja mataifa kama Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain pamoja na Kuwait kuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo yananufaika na ulinzi wa Marekani katika eneo hili la ghuba ya Uajemi. Kwa hiyo amesema inatakiwa Marekani waanze kulipwa pesa nyingi sana kutokana na kwamba Marekani inalinda maslahi ya mataifa hayo yaliyopo katika hiyo ghuba. Na kwa kifupi tu niwaeleze kwamba unapotaja Saudia, Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain na Kuwait, haya mataifa yote yalikuwa hayapo kwenye vita na Iran, ila mataifa haya yote yaliingizwa na Marekani vitani na Iran baada tu ya yale mashambulizi ambayo yalianza tarehe 28. Hii inatuma ujumbe gani? Hii inatuma ujumbe kwamba wa Marekani waliamua kwenda kuingilia hii vita ili wapate nafasi ya wao kuja kuingia na kutoa hizo, kwa maana ya yani zile nchi ambazo zilikuwa ziko fresh na Iran sasa zikawa zinatakiwa kulindwa, kwa sababu Muiran alikuwa anashambulia hata maeneo mengi tu anayatandika. Mwisho wa siku sasa Marekani wamesema wanahitaji waweze kupata pesa, yani walipwe kutokana na kile ambacho kinatokea. Sasa Marekani pia wakaja na hoja nyingine. Rais wa Marekani akaja na hoja nyingine akasema hivi, tunataka meli zote ambazo zinapita kwenye mlango bahari wa Strait of Hormuz zinatakiwa kulipa 20% ya ushuru katika eneo hilo. Yani hili limewavuruga sana wa Iran. Marekani ikatuma ujumbe kwamba wanahitaji kutoza, yani meli yote ambayo inapita pale katika mlango bahari wa Hormuz inatakiwa itozwe 20%, kwa maana ikipita meli yote inatozwa 20%. Sasa hii ni kauli ambayo imetolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ikajibiwa na bwana Arach ambaye ametuma ujumbe mzito sana. Huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Iran. Amesema rais wa Marekani yupo sahihi kabisa, yeyote ambaye anahakikisha meli za kibiashara zinapita kwa usalama katika mlango bahari wa Hormuz anapaswa kulipwa kwa huduma hiyo. Aliandika hivyo, lakini amesema 20% bila shaka ni kubwa mno na tutatoza ada za bei nafuu. Yani kwa kifupi ni kwamba Wairani wamesema hivi, sisi hili eneo tulikuwa tunalilinda kwa miongo na miongo, kwa hiyo sio rahisi Marekani aje atoze hizo 20% katika huo mlango bahari wa Hormuz. Na tumeona pia hata UN na yenyewe imepinga kabisa huo mpango wa Donald Trump, kwa sababu hilo shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IMO ambalo ni wakala wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba wanapinga kabisa huo utozwaji wa ada kwa meli ambazo zinapita katika njia kuu ya kimataifa ya bahari, wakijibu hili tangazo la rais wa Marekani bwana Donald Trump kuhusu huo mlango bahari wa Hormuz. Na kwa mujibu wa UN wamesema msimamo wao kuhusu ada za kupita umekuwa wazi siku zote, kwa sababu shirika la kimataifa la usafiri wa baharini inapinga vikali kutozwa kwa ada kwa meli ambazo zinapita katika mlango wa bahari ambayo inatumika kwa usafiri wa kimataifa. Hakuna msingi wa kisheria wa kuweka hizo ada za lazima, kwa sababu meli zinazopita katika mlango wa bahari ni meli ambazo zina supply mafuta katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa hiyo mkigonga sasa zile doti, ndio mtaungana na mimi kwamba Marekani
hayupo pale Middle East kama mtu fulani hivi mshamba au kama mtu fulani hivi mjinga. Hapana, Marekani ipo pale Middle East kwa sababu anataka kuwavuruga wale watu waliopo pale Middle East wasiwe katika hali ya stability, halafu yeye aje aingize matakwa yake ambayo anayahitaji, na mwisho wa siku mataifa hayo yote yatajikuta sasa yanalazimika kuwa chini ya Marekani kutokana na sababu hizo ambazo bwana Donald Trump anazizungumza. Wekeni kwenye akili yenu, hakuna siku mtakuja kuona Marekani anafanya jambo ambalo anasema yeye analifanya kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya kutafuta amani ya Ristofa. Hapana, kila kitu ambacho anakifanya huwa anakifanya purposeful kwa ajili ya kuendeleza unyonyaji aliyokuwa nao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.